Jamani nini tena? Bafu wewe. Ulizani utaniharibia kwa yule mwanaume? Kwani ulikuwa uniani? Hiyo mimechi yako ilikuwa inaangalia wapi? Oya, leba ni kubaya. Si unanisikiza wewe baba? Tena koma. Takutia vichwa vya ulimi saa hizi mwanangu. Wewe ni malaya wewe. Ina maana unataka kuniambia mimi ulikuwa unataka kunichezea, si ndio? Hata kama Shut up! Shut up! Wewe unaongea sana naye. Ndio maana tueleweki naye. Mkutano na mbwa ziko. Baada ya kukutana na mbwa zako kufanyaje? Kanitishia. Yaani nimesimama pale kanaambia tu wewe unafaa kabisa. Unafaa kivipi? Kanaambia nafaa. Mwenye sieti kanaambia tu wewe unafaa kabisa. Sasa mbwa ziko anataka kutupanda kichwani wapi? Sasa sikia. Sasa afai mwamba. Twende. Wewe hamna usiende. Hivi una mawazo gani? Na unafikiria nini kuhusu maiti ya mwanangu? Maana kile nikikuangalia mchana, usiku, yani sikuoni kama una mawazo yoyote yale au una uchungu wote ule wa kujua maiti ya mtoto wangu imepoteaje. Mimi na uchungu na sioni juhudi yoyote unaifanya wewe kama mwanaume kujua maiti ya mwanangu imepotea vipi. Nilimfuata kaka nikamwadisia kila kitu, lakini cha ajabu wewe ukamfuata kaka na ukaanza kumwambia maneno machafu, na sikutegemea kama itakuwa hivi. Na mimi nilimfuata kaka kwa niaba mkae chini wewe na yeye, kwa kuwa nyie ni wanaume, mkae chini mjue maiti ya mwanangu imepotea vipi. Nataka tu kujua maiti ya mwanangu imepotea vipi. Au kuna kitu ambacho unachokijua unanificha mimi na mimi sijui chochote? Mama, mbona anasema tunaondoka? Usijali mwanangu, kesho ikifika tutaondoka, ila mpaka tumalizie kazi iliyotuleta. Ya kazi unalipwa? Hapana mwanangu, silipwi, ila nawasaidia binadamu. Wewe sio binadamu. Mwanangu bwana, nenda kacheze. Maiti ya mwanangu imeniliza moyoni, nani kachukua roho. Mke wangu, mimi nikwambie ukweli tu, na kila siku nakuwa mkweli sana juu yako, lakini nashangaa unashindwa kunielewa. Mimi sijui chochote kuhusu kupotea maiti ya mtoto wetu, yaani sina ninachokijua. Unataka mimi niongee ukweli gani mke wangu? Mimi sijui mke wangu, na uniamini.
Mimi siwezi nikawa najua kitu afa nishindwe kukwambia mke wangu. Na aliyakuwa yule ni mtoto wetu wote. Haujui chochote. Sawa. Kama haujui chochote na hakuna kitu ambacho unachonificha. Kijiji cha jirani hapo Mgambo, kuna mdada amekuja anaitwa Nairat. Tukienda tutajua uvumbuzi wa maiti ya mwanangu imepotea vipi. Mume wangu. Mume wangu. Umesema? Kwani ambacho hujakielewa hapo ni kipi? Okay. Sawa, nimekuelewa. Haina shida. Tutafanya hivyo. Shamba ni marehemu babu, na mimi ndo niliachwa kama msimamizi kulitunza hili shamba na kulilinda. Kwa nini leo umenileta hapa? Nimekuleta hapa kwa sababu mke wangu, kama unakumbuka mwanzo wa mapenzi yetu tulikutania hapa. Sitosahau ile siku ambayo uliniokoa kwenye mikono ya raia wenye hasira kali, na nimekuleta hapa mke wangu kama kumbukumbu tu ya mapenzi yetu. Haujanielewa mapenzi? Hii inaonyesha jinsi gani umekuwa na umekomaa. Huwezi kuacha wizi. Diswa, huwezi kuacha wizi sababu ndio asili yako. Na ndio maana umenileta sehemu ya kutunza kumbukumbu yako ya maovu yako Diswa. Wewe ni mwizi, huwezi kuacha. Kama huwezi kubadilika wewe Diswa. Huwezi. Najisikia vibaya kwa sababu unanukuu tofauti na nilivyotarajia. Sijui umenielewa mke wangu. Mimi kuanzia leo mke wangu, taratibu bila kufuata sheria na kufanya fujo ujue. Kuanzia leo mimi sitoiba tena, hata uweke kijiko, bakuli, sufuria, iko kila kitu, hata udondoshe hela yako nakwambia. Mke wangu umedondosha buku, dondosha uone. Mimi nimeokoka mimi mke wangu. Hata shetani akizeka na kwa malaika. Kwa malaika mimi na kilangi changu cha mtume. Haki ya Mungu tena. Hivi uko umebadilika? Nikwambia dondosha buku uone, kasi sijakwambia mke wangu buku lako hilo. Karibu Nairat. Kuna taarifa yote mpya ulionayo? Hapana, sina taarifa yoyote kwa sasa. Kesho tunaenda kumaliza kazi yetu. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini kabla watu hawajakuwahi. Ni vyema tumalize ili tuondoke. Na kusisitiza uwe makini, maana Numbaziko yupo makini sana. Haina shida dada. Tajitahidi kufanya hivyo. Basi sawa. Usiku wa leo nitamalizia kila kitu. Wewe nenda. Napenda kunipa furaha. Sababu siku ya kwanza kabisa ndio siku ambayo nipa furaha kwa mimi na wewe. Na leo tena ndio siku ya pili ambayo umetubu na kukiri umeacha wizi wako. Hii eneo. Yesu mume wangu. Kwa kuwa umeamua kubadilika, nina kitu nataka nikwambie. Na surprise yako kubwa sana. Surprise gani mke wangu? Umenikela kwenye kibubu nini? Hiyo ndio maana kupendaga mimi mke wangu. Niambie mama. Yesu mume wangu. Sema mke wangu. Nilikuwa nahitaji mwanaume bora. Baba bora wa mtoto. Ila kwa kuwa umeamua kubadilika, sina jinsi na sina budi ya kukwambia ukweli. Diswa,
Mimi ni mjamzito. Acha basi. Kweli? Mke wangu nakwambia hilo zao la kwanza nataka nitolee watoto 6 kama Tanzania. Kwetu Kigoma. Goli moja. Watoto 6. Mmoja huku. Haujanielewa mke wangu? Sasa hivi nakupeleka kwa Mashabani ukale supu ya 3. Uchungu wa mwana aujuaye mzazi. Najua ni maumivu gani unayopitia baada ya maiti ya mwanao kutoweka na kupotelea kusipojulikana. Kwani we ni nani? Na umeajuaje yote haya? Matatizo yako sio siri katika hiki kijiji, ila ninachokushauri uende kijiji cha Mgambo. Pale kuna mwanamke anaitwa Nailati. Yeye atakusaidia kujua maiti ya mwanao ilipoteaje na nani aliyehusika. Sawa. Nashukuru. Pamoja na yote haya, bado sijakufahamu. Wewe ni nani? Sio lazima unitambue sasa hivi. Wewe fuata nilichokuagiza. Ningependa ingekuwa kesho. Oh, naam. Kwema mzima. Mzima, bali na siku nyingi. Namshukuru Mungu. Mambo yanasemaje ndugu yangu? Salama. Naona ni jambo la kheri sana kukutana siku ya leo hapa. Ni kweli kwa sababu muda mrefu sana hatujaonana. Ila naamini pia unaweza kujua baadhi ya changamoto ambazo zinatokea hapa kijijini. Kiukweli hapa katikati nilipitia changamoto nyingi sana. Kwa sababu nilitenda msaada kwa mtu ambaye mume wake ajali msaada niloutenda. Na ilifikia hatua pia kanidhalilisha mpaka kwa mke wake mwenyewe. Kaboko. Sikuwa na lingine na sikuwa na pa kushika sehemu yoyote ile. Katika kimbia zangu niliweza kukutana na Msela. Msela aliweza kunipa moyo na kuniahidi kunisaidia. Kiukweli nilikuwa nishakata tamaa ya kuendelea kuishi hapa kijijini. Pole sana. La mimi Kaboko ni shemeji yangu. Na hizi siku za karibuni hapa amekutana na matatizo mengi sana. Kwa sababu alifisha mtoto wake
na maiti ile ikapotelea pasipojulikana, hivyo hawezi kuwa sawa kimwili hadi kiakili. Kwa hiyo nimwombee msamaha tu, msamehe sana shemeji yangu. Hilo hata usijali ndugu yangu, kwa sababu hata maandiko yanasema samehe 7 mara 70, na hakuna aliyekamilika katika ulimwengu. Mimi nimemsamehe Kaboko. Kweli sana kaka, na ni jambo jema kwa sababu umetambua hilo mapema. Vipi, lakini ulikuwa unaelekea wapi sasa hivi? Nilikuwa naelekea chimbo kidogo. Aha, basi sawa. Mimi nadhani wewe endelea na safari yako na tutaona wakati mwingine. Nafurahi kusikia hivyo. Sawa ndugu yangu. Pamoja. Sawa. Mkuu, yaani mguu unaona hapa, nilikuwa nakuja kwako, maana hisi kuna vitu haviko sawa kabisa katika hiki kijiji. Na hisi tumevamiwa. Tumevamiwa? Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Na hata iko kitoto nimeshakitambua. Ni mtoto gani huyo mkuu?